zako, mfalme mwema. Tunajua Bwana sio kawaida kuingia kwenye haya madhabahu, lakini Bwana sisi umetuwezesha. Tunaliheshimu na tunalitukuza jina lako Bwana wa majeshi. Asante kwa maana ya siku hii ya leo Bwana wa majeshi. Kwa maana Bwana kama kanisa tumeitenga Bwana kama ni siku ya kurudisha shukurani mbele zako. Tunanyenyekea mbele zako tukikuinua na hata tukikushukuru. Kwa maana umekuwa pamoja nasi, umekuwa mlinzi wetu Bwana wa majeshi. Ni mengi Bwana ambayo umetupigania mfalme mwema. Tunakuabudu na tunalitukuza jina lako. Asante Bwana wa majeshi kwa kila mmoja Bwana atakayeingia kwenye haya madhabahu. Tunajua ni kwa wema na hata fadhili zako. Bwana ninazidi kumkabidhi mtumishi wako pamoja mikononi mwako asubuhi ya leo pamoja na jamii yake Bwana. Ninaomba Bwana nikikushukuru kwa maana ni neema yako Bwana wa majeshi. Ni nguvu zako Bwana ambazo zimewawezesha kufika ubari huu Bwana. Tunatambua wema na hata fadhili zako mfalme wa majeshi. Kuwapitia Bwana tunao ushuhuda wa kusimama mbele zako, kukiri makuu yako na uaminifu wako mfalme mwema. Hata Bwana katika Bwana kwenye haya madhabahu kwa jumla Bwana tunaliinua jina lako, tunalihimidi jina lako tukisema wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu Bwana. Pokea sifa, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ibada Bwana hii ya kwanza tunaikabidhi mikononi mwako, tukiomba uwepo wako Bwana uenende pamoja nasi. Tunakataa kujiongoza Bwana wa majeshi, tunanyenyekea mfalme mwema. Nena na mioyo yetu, nena na nafsi zetu, kwa maana wewe ni mwaminifu. Hatuwezi peke yetu Bwana, tunakuhitaji Bwana wa mabwana. Enenda nasi Bwana wa majeshi, kwa maana wewe ni mfalme. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Tunapoanza ibada hii ya kwanza, ningependa tuanze na neno la Bwana kutoka Zaburi 100, na inasema hivi: Shout for joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness, come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gate with thanksgiving, and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Katika jina la Yesu Bwana tunakuabudu. Make a joyful noise, serve the Lord, come into his presence, know the Lord and his blessings in the name of Jesus. Bwana tunakuabudu. Nimeingia kwenye haya marango na moyo wa shukurani. Ninasema wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea heshima zote ni zako mfalme wa majeshi. Ninakuinua Bwana wa majeshi, nikitazama Bwana ubari ambao umenileta. Nimeona na nimeshuhudia Bwana wa majeshi ukuu na hata uaminifu wako. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninanyenyekea mbele zako mfalme wa majeshi, kwa maana sijaona mwingine aliye kama wewe. Sijaona mwingine wa kufananishwa na wewe. Wewe peke yako unaweza, wewe peke yako unaweza. As in the book of 1 Chronicles 16 and verse 34, give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Bwana ninakuabudu kwa maana wewe ni mwema, kwa maana unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Asubuhi ya leo ninanyenyekea, maana ni wewe umeniwezesha, sio kwa kujua kwangu, sio kwa nguvu zako Bwana, bali ni kwa neema yako mfalme wa majeshi. Ninakuinua Bwana wa majeshi, ninakutukuza mfalme wa mabwana. Hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama wewe. Asante kwa ukuu wako Bwana, asante kwa uaminifu wako. Sijui Bwana isingelikuwa ni wewe, sijui Bwana ningekuwa wapi, sijui Bwana jinsi ningekuwa, lakini kwa wema na hata fadhili zako umenisaidia mfalme wa majeshi, umenipigania mfalme wa mabwana. Bwana umeniinua. Ninakuabudu asubuhi ya leo, ninasema ni asanti.
Asanti kwa uaminifu wako Bwana, hata kama sijakuwa mwaminifu kwako. Asanti kwa kuwa uwepo wako hujawahi niachilia Bwana. Ninakuabudu Bwana wa majeshi, hujawahi niachilia Bwana kutatua shida zangu peke yangu. Ninakuinua na ninakutukuza, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninakuinua Bwana, ninakutukuza Bwana wa majeshi kwa ukuu na hata uaminifu wako, because you will never change. You will never change Jehovah. You remain to be the same, my Father. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninakuheshimu asubuhi ya leo, ninakuabudu mfalme wa mabwana, for you are my hope, you are my strength, my Father. Wewe ndiye nguvu zangu Bwana wa majeshi, ninakuinua na hata kukuabudu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana, bila wewe mimi ni mjoge. Without you Jehovah I am weak. I depend on you my Father. Ninakuinua asubuhi ya leo, ninakutukuza mfalme mwema, kwa maana hakuna aliye kama wewe. Wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Nikufananishe na nani Mungu wangu? Nikuringanishe na nini? Wewe haufananishwi, wewe hauringanishwi. Ninakuabudu Bwana, ninakutukuza, hakuna aliye kama wewe. Asanti kwa wema wako. As in the book of 1 Chronicles 29 and verse 13, and now we thank you Lord and praise your glorious name. Ninanyenyekea mbele zako. I glorify your holy name, I magnify your holy name. Hakuna jina lingine kama lako Bwana. Ninakuheshimu asubuhi ya leo, ninakuabudu, hakuna aliye kama wewe. Wewe Mungu mwenye enzi, wewe Mungu mwenye mamlaka yote, hakuna mwingine aliye kama wewe. There is none beside thee Jehovah. You are God all by your own. Ninanyenyekea mbele zako. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mtakatifu, mfalme mwema. Ninakuabudu nikiinua jina lako, nikisema wasahiri, nikisema wewe ni mwema, wewe ni mfalme. Pokea heshima zote ni zako. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I praise your holy name, I praise your holy name. In the mighty name of Jesus, because there is none like you. In the mighty name of Jesus, Bwana pokea heshima zote, pokea heshima zote Bwana. Kama praise and worship Jehovah, tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukiinua jina lako, tukitambua nguvu zako asubuhi ya leo, tukitambua ukuu wako Bwana wa majeshi, kwa maana sio kawaida kuingia kwa madhabahu yako Bwana. Umetusimamisha imara Bwana, tunalizidi Bwana kuinua jina lako, tunazidi Bwana kutumainia jina lako. Hatuna mwingine isipokuwa wewe. Asanti kwa wema wako, asanti kwa ukuu wako, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni Mungu mkuu, mfalme mwema. I worship you Jehovah, this glorious day Jehovah, that you have given unto us Jehovah, that we may be glad in it. In the mighty name of Jesus, ninakuabudu Bwana, ninakutukuza Bwana. Niseme nini mbele zako Bwana? Nikutukuze, nikuinue Bwana, nitangaze makuu yako. Hakika wewe ni mwema, hakika wewe ni mwaminifu, unaweza yote Bwana wa majeshi. Ninakuabudu asubuhi ya leo. Asante Bwana wa majeshi, unastahili Bwana wa majeshi. Ninakuabudu Bwana wa mabwana, ninasema asante kwa wema wako. Sijaona kama wewe, mbaji wa mbingu na nchi. Roho yangu ya kusifu ewe mfalme, kwa jina lako Mungu wangu. Mambaya yote yanashindwa, nani atayesimama
Muumbaji wa mbingu na nchi, roho yangu ya kusifu, ewe Mfalme, kwa jina lako Bwana wangu, mabaya yote yanashindwa. Ni nani atayesimama mbele zako? Umoja tangu mwanzo, unapita na mawazo. Maarifa yako Bwana ni makubwa. Kimbilio la vizazi, sijaona kama wewe. Nguvu zako Bwana wangu zinatisha. Umoja tangu mwanzo, unapita na mawazo. Maarifa yako Bwana ni makubwa. Kimbilio la vizazi, sijaona kama wewe. Nguvu zako Bwana wangu zinatisha. Bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu. Muumbaji wa vyote, ni Bwana wangu, ilicho ngumu kwako yote unaweza. Muumbaji wa vyote, oh, bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu. Muumbaji wa vyote, ni Bwana wangu, ilicho ngumu kwako yote unaweza. Muumbaji wa vyote, pokea utukufu na sifa zote. Bwana pokea, pokea, pokea utukufu na sifa zote. Bwana pokea, pokea, pokea utukufu na sifa zote. Bwana pokea. Bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu. Muumbaji wa vyote, ni nini Bwana wangu, iliyo ngumu kwako na yote unaweza. Muumbaji wa vyote, bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu. Muumbaji wa vyote, ni nini Bwana wangu, iliyo
sifa zote wanapokea. Utukufu na sifa zote wanapokea. Utukufu
niwega nitondoa wega waku Mwathani. Oi nitagotea, ninakuabudu Bwana, ninakutukuza asubuhi ya leo. Hakika wewe ni mwema, Mungu usiyefananishwa, Mungu usiyelinganishwa Bwana. Naja mbele zako asubuhi ya leo nikiwa nazo heshima zote Bwana, kukiri makuu yako mfalme wa majeshi, kukiri ukuu hata uaminifu wako. Ninakuinua Bwana wa majeshi. Asante maana hujawahi niacha Bwana, ninakuheshimu, ninakuabudu. Asante kwa wema na hata fadhili zako. Ninaomba hata Bwana sadaka zangu zikakubariki mbele zako, kwa maana wewe ni mwaminifu, unaweza yote Jehova. You reign forever our Father. You are the King, you are the King, and you will ever Jehovah remain to be the same Jehovah. Ninakuabudu Bwana, ninakutukuza, hakuna mwingine aliye kama wewe. Thank you Jehovah, because you never change Jehovah, and you will never change our Father. You remain Jehovah to be my Father. You remain to be my protector. You remain to be my provider. Ninakuabudu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Pokea heshima zote, kwa maana wewe ni mwaminifu. I praise your holy name. In the mighty name of Jesus Christ. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante. Thank you God Almighty. Thank you God because of a new month. Lord, we bless your mighty name. We say you are worthy, Abba Father. Katikati ya miungu Bwana kuna aliye kama wewe. Jehovah Adonai, you deserve all the glory. You deserve all the adoration. From the bottom of our hearts, from the bottom of our worship, Lord, we give you the adoration. In the name of Jesus Christ. Baba, tunakuabudu, tunasema ni asante Bwana, kwa sababu wewe ni mwema. Yes, you are the Lord Most High. 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 Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord Most High. Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord Yes, you are the Lord Most High. Most High. Yes, you are the Lord Most Sing High. again. Yes, you are the Lord Most High. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are
Bwana Yesu makofi. Biblia inasema ya kwamba katikati ya sifa za Wanaisraeli Mungu anashuka. Katikati ya sifa za Wanaisraeli Mungu anashuka. Na hata sisi asubuhi ya siku ya leo tunasema ya kwamba katikati ya Mungu ama katikati ya sifa za wana wake Mungu anashuka. Na ndiposa tunasema ya kwamba Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Imba, imba, imba. Tukiimba Mungu anashuka. Imba, imba, imba. Tukiimba Mungu anashuka. Haya. Tembea kama mwanajeshi. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Imba, imba, imba. Tukiimba Mungu anashuka. Imba, imba, imba. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka. Aya, twende. Unakanyaga hivi. Nataka nikuone ukitakanyaga hivi. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Tukiimba Mungu anashuka. Imba, imba, imba. Tukiimba Mungu anashuka. Mwambie ashuke. Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, mwambie ashuke. Shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Mwambie aponye. Ponya, ponya. Tukiimba Mungu anaponya. Mwambie aponye. Ponya, ponya. Tukiimba Mungu anaponya. Mwambie ashuke. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka.
Lazima tuseme ya kwamba shuka. Tunamwambia kwamba mwezi wa 3 lazima ashuke. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Hey, shuka, 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 shuka. Tukiimba Mungu anashuka. mwambia shuke. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Akishuka wagonjwa wanapona. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Akishuka madeni inaisha. Shuka, shuka. Imba ukiambia Bwana ya kwamba mwezi wa 3 hakuna madeni. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Mwambia kwamba huu mwezi hakuna kurudi nyuma. Shuka. Lazima wimbo uwe wa kinabii ya kwamba katika mwezi wa 3 hakuna kurudi nyuma. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Bwana anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Tukiimba minyororo inakatika katika. Shuka, tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Akishuka magonjwa inaisha. Shuka, shuka. Haya twende. Tukiimba Mungu anashuka. Tukiimba lazima ashuke. Twende. Unazunguka. Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. mwambia shuke. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Katikati ya sifa anashuka. Mwambia shuke. Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Mwambia shuke. Shuka, shuka. Tukiimba Mungu Kwenye Grace anashuka. Kwenye Kingdom Financials anashuka. Shuka. Kwenye Intercessors anashuka. Mwambia shuke. Tunaenda. Shuka, shuka. Mwambia shuke. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka. Mwambia shuke. Shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Tukiimba Mungu anashuka. Tukiimba Mungu anashuka leo. Tukiimba Mungu anaponya leo. Imba, imba, imba. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, Shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. shuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Mwambia shuke. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Mwambia shuka, 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 shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, shuka, shuka. Tukiimba Mungu anashuka. Shuka, 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 shuka. Tukiimba Mungu anashuka.
Baba. Baba yangu wanishangaza Baba. Baba yangu wanishangaza Baba. Baba yangu wanishangaza Baba. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima nimevuka kwa nguvu zako Yesu. Baba yangu wanishangaza Baba. Magonjwa yanapona kwa nguvu zako Yesu. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima tumevuka kwa nguvu zako Yesu. Baba yangu wanishangaza Baba. Kibali tunapata kwa nguvu zako Yawe. Baba yangu wanishangaza Baba. Kibali tumepata kwa nguvu yako Kristo. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima tumevuka kwa nguvu zako Bwana. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima tumevuka kwa nguvu zako Kristo. Baba yangu wanishangaza Baba. Magonjwa yanapona kwa nguvu zako Yawe. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima tumevuka kwa nguvu zako Bwana. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima tumevuka kwa nguvu zako Bwana. Baba yangu wanishangaza Baba. Kibali tumepata kwa nguvu zako Yesu. Baba yangu wanishangaza Baba. Baba yangu wanipendeza sana. Baba yangu wanishangaza Baba. Baba yangu wanipendeza sana. Baba yangu wanishangaza Baba. Milima tumevuka kwa nguvu zako Yesu. Baba yangu Haya, wanishangaza twende. Pole pole tu. Unaweza mwana wa Mungu. Unaweza mwana wa Mungu. Unaweza Unaweza mwana wa Mungu. 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 yaotaga Utonyete mwana wa Ngai. Utonyete mwana wa Ngai. Utonyete mwana wa Ngai. Utonyete mwana wa Ngai. unaweza mwana wa Mungu. Unaweza mwana wa Mungu. shangilia Bwana anaweza, Bwana anaweza, Bwana anaweza, Bwana anaweza, shangilia Yesu anaweza. shangilia Bwana anaweza, Bwana anaweza, Bwana anaweza, Bwana anaweza, Shangilia Yesu anaweza. Yeah. Yesu anaweza.
Bwana anaweza, shangilia anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu mambo yote, Yesu mambo yote, shangilia Yesu mambo yote, Yesu mambo yote. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu mambo yote, mambo yote, shangilia Yesu mambo yote, mambo yote. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Haya, twende. Ruka, 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 ruka. Haya, makofi. Yahweh, 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 Yesu ni Bwana. Yahweh, 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 Yesu ni Bwana. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yesu ni Bwana. Yahweh, 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 yeye ni mwamba. 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 Yahweh, 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 Yesu ni mwana. Yahweh, 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 Yesu ni Bwana. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Wapi vigelegele la shangwe kwa Yesu we? Tembea kidogo, unaenda hivi, unazunguka tu hapo huko, unazunguka. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. imba mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. mwamba, mwamba wa imani, mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba, 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 Yesu ndiye imba mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. mwamba, mwamba wa wokovu, mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. imba mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. imba mwamba, 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 Yesu ndiye imba mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. mwamba, 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 Yesu ndiye imba mwamba, 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 Yesu ndiye haya unafanya hivi. Tunapomalizia unafanya hivi. Bwana wa majeshi leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe,
Bwana wa mabwana ainuliwe. Imba. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Imba. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Imba. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Imba. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. 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 Pigia Yesu shangwe, pigia Yesu vigelegele na shangwe. Asante. Amen. Hallelujah. Nataka tukae chini kidogo katika jina la Yesu. God bless you. Praise and worship team. Saidia na mic nzuri. Hallelujah. Karibuni sana kwenye ibada yetu ya kwanza. Siku ya leo ni siku ambayo tuna dedicate mwezi huu. We were supposed to dedicate it on Sunday, lakini tukawa na shughuli nyingi kwa sababu ya saidia na hii. Tukawa na shughuli nyingi za maombi ya boma zetu. Therefore tukadecide ya kwamba tutakuja leo ndio tutadedicate. The reason as to why we dedicate the month ni kwa sababu ya breakthrough. Every time unaona ya kwamba tunaingia katika siku, kabla ya siku kuingia, kuna wale ambao hunenea siku, tunawaitaga watchers, demonic watchers. Hawalali, wanafanya kazi zao siku. Na hii dunia, Biblia inasema kwamba anything you want to receive, including the kingdom of God, lazima utaipokea kwa nguvu. Biblia inasema ya kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu unakamatwa by force, na wale ambao watatumia force ndio wataukamata. Bwana atukuzwe. Mungu hahurumii mtu ati kwa sababu analia. Jere ucio ngikaida iguagira andu tha tondu mararira kamena keha. Ngai aiguagira andu tha tondu wa kufuata mitaratara yake. Wathani agocwo. Kwa hivyo unaweza kuwa na huzuni sana. Unaweza kuwa wewe ni mgonjwa, lakini kama hujui kufuata kanuni za ufalme wa Mungu, kuna uwezekano ya kwamba utateseka, lakini Mungu yuko mbinguni. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba he is not a respecter of persons. No ginya wiige mutaratara-ini wa Ngai. Wale mone kuiga hau wale gaguthie thibitari, ona tungikuigirira moko no gufatarite shindano ya malaria, no gwikata, no kuhuruka. Lazima ujue responsibility yako. Pahali ambapo nafaa kusimamia ni wapi. Hallelujah. Hata kama wewe ni muombezi namna gani, sasa kunanyesha sana. Alafu useme nitapitia kwa maji. Ugerero wini iguru tondu Ngai ni munene. Na noko hana ta Yesu. Ugerera mai iguru dogo tufura. Si kwa sababu wewe ni intercessor. Intercessor kwani watapelekwa na maji? Intercessors wanapeleka kwa na maji. Oh, so you must take responsibility of your life. That is why we have decided every month lazima sisi tutakuwa tunafanya kitu inaitwa dedication. Regardless ya watu kupenda ama hawapendi. Unajua kuna watu ambao wanapiganaga na vitu kila wakati, lakini si kupenda kwao, wanatumia na pepo. When the devil want to work, he uses people. When God want to work, anatumia. Sijui wewe unatumia na nani? Hiyo vessel yako, hiyo mwili wako ni ya nani? Bwana atukuzwe.
nimekuwa nikiongea kuhusu kitu inaitwa the unit of the body of Christ, na kwa hivyo ni vizuri niendelee kwa dakika kama 10 hivi am 15, alafu tuweze kufanya maombezi, because purely we want to dedicate this place as prayer day. Ni siku ya maombi na kudedicate jamii zetu. Chapter 4, Ephesians 4 kutoka mstari wa kwanza inasema ya kwamba kwa hivyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. I have been speaking that one, na nikasema ya kwamba kila mtu ako na mwito ambaye ameitiwa, na mnakumbuka ya kwamba mwito ambao tumeitiwa ni wa reconciliation. We have been given a spirit of reconciliation. Karanja uangalie nitengeneze hiyo kitu. Kuna kitu inalalamika hapo sana. Manage. So hiyo kitu ambayo tulipewa ama mwito ambao tuliitiwa na Mungu, lazima tusimame katika hiyo mwito. Kwa unyenyekevu, nikasema verse 2. Kwa unyenyekevu wote na upole. Nilisema ya kwamba kama kuna kitu itafanya kanisa la Mungu lisimame ni unyenyekevu. Na nikasema ya kwamba katika Philippians chapter 2, Jesus had the same attitude ambaye anataka sisi tukue nayo, ya unyenyekevu. Ijapokuwa alikuwa Mungu, kutoka mstari wa 5, yeye alinyenyekea mpaka kuingia kwa msalabani. Kuna attitude zingine za watu mpaka unashangaa. Attitude ambazo unapatana na watu wanataka kuinuliwa lakini hawataki kunyenyekea. Nidi hutagio nidi hakago mashuru. Attitude teo ti ya Ngai. Ukikaigwa mundu aje ko behave ugo kamenyaga uria uraria thini wake no ni baba wao mushukani. Bwana atukuzwe. Attitude ya baba yetu ni kunyenyekea. Hata kama wewe ndiye umekosewa, unanyenyekea. Hata unaweza ambia mtu pole, because wewe ni mtu ambaye haufanani na watu wa dunia. Wewe uko na tabia tofauti na watu wengine. Biblia inasema ya kwamba na upole, na nikasema ya kwamba upole is a character ambayo huwa ina develop over time. Upole, mtu kuwa mpole. Naambiaga watu si ya kwamba ati hatujui kupigana, but we know how to fight. Tunajua hata jinsi ya kutusi watu. But sisi Mungu ametupea hiyo roho ya upole. Hallelujah. For the sake of the unity of everywhere you go and the unity of the body of Christ. Kuna watu wanasema ya kwamba okoroke hono konekea either wanga ni adigi kienda. Kava Jesu ucio ikare. Tondu attitude ya andu amwe ti ahoreri. Ginya meshie ni mumenyaga andu amwe maigira meshie, wengine wakiingia kwa boma venye kuna kuaga. Kuna wengine hata wakichaguliwa uongozi hata katika siasa, unajua venye kuna kuaga. Ni watu wa fujo. Kila pahali akipenya lazima awashe moto. Bwana atukuzwe. Yaani anawasha moto mpaka kwa watoto wake. Ginya ciana ciake ni imwe ati aingira ugo ciri ya rungu rwa gitanda. Muthene ingira. Matiendaga ginya kuria baba watinda ate ni gitanda-ini rungu. Muthea be athie toro niguo marecoka gucomoka. Mzee ameenda kulala kwa sababu kuna attitude ambayo inaonekana ndani ya mzee ama mama ambayo si ya upole. Na tukasema ya kwamba upole ndio watarithi hii dunia kwa uvumilivu, na tukasema ya kwamba be patient. It is a quality ya kufanya kuingia kwenye hatima yako. Kuwa mtu mvumilivu. Waswahili walisema ya kwamba mvumilivu hula mbivu. Ni kusema nini? Mbivu ni nini? Zilizoiva. Lakini wale ambao wanakulaga mbichi, ale amare gataruni hede ndaigatetwo muci ndio ni kendekete kihoro ifoko girara mute iguru gwito ni kwale na mete, kuna miti inatengenezagwa. Sasa nilitengeneza kama kiota ya ndege hapo, nikarara usiku mzima. Sasa hiyo mti nilitengeneza kiota, kulikuwa na matunda ambayo nilikuwa nimepanda hapo, haikuwa imeiva, nikakula ikiwa bichi. Ni matunda machotono ndimona huko, ndimona garirika na muthenya ucio ndimareaga, njigua gutahika. Kwa sababu nilikula nikakula dara ile getahika. Indo itari jeru. Sasa wale ambao si wavumilivu hawapatagi kitu ambacho ni accurate ama excellent. Hallelujah.
Wale ambao wanasema ni jetereire muno, digietereire. Yaani unaomba siku ya leo, unagojea kesho ati majawabu ndio inakuja. Hauwezi omba mwaka mmoja, hauwezi omba miaka 2, hauwezi omba miaka 5. Yaani wewe huwezi vumilia mpaka usikia kwamba Mungu ametembea. Ukiomba siku 2 unasema gihoeta muno. Abudi za rafiki yako unaomba mara ngapi? Alafu unachoka. Unafikaga mara ngapi? Unaweza toboa mwaka mzima ukiwa unaomba ombi moja. Mr. Mwangi, no hoe mwaka mugima. Wa no mwathani jetereire. Ukiuga ndio ndunge njoya atiri. Gocage Jesu. No wetere mwaka mugima. No wetere miaka 5. No wetere miaka 20. Hallelujah. Sasa hiyo ndio tunasema ya kwamba it's a fruit of the Holy Spirit, patience. Alafu Biblia inasema ya kwamba mkichukuliana katika upendo. Hallelujah. Mkichukuliana katika upendo. Nilisema ya kwamba sisi hatukai pamoja na watu kwa sababu ni wazuri. Tunakaa na watu kwa sababu ya kitu inaitwa upendo. Ndio hiyo hatukai na wewe kwa sababu wewe ni mzuri. Siongee na rafiki. Wewe simuongeleshane. Hatukai na wewe kwa sababu wewe ni mzuri. Ni kwa sababu ya upendo. Hallelujah. Kama unatafuta mtu mzuri hapa, enda biguni. Ndio hiyo gethima tuine ruo koroni ule dadu ya gukuthi. Watu si wazuri. Kama unataka kukaa na watu wazuri hapa duniani, lazima uondoke. Hii dunia Biblia inasema kwamba ati aliona mwanadamu anafikiriaga maovu tangu akiwa mtoto. So akaambia Nuhu, sitaangamiza dunia tena kwa sababu nimeona kufikiria kwa mwanadamu ni maovu. So wakati tumekaa hapa, wacha kutafuta malaika, wewe kuja tafuta Mungu. Ukiingia kwa madhabahu haya, wacha kutafuta watu, tafuta Mungu. Mungu ndiye mzuri. Hallelujah. Hawa wengine mtakosana tu. Hata kuna wengine wananiambiaga ati nikifanya presentation I have no order. I have no order in presenting. By the way, I don't. Niĩ haragĩrĩrio rĩa gũthi kũhĩngĩca andũ. Niĩ ona kũngĩrwo he speech ĩrĩa no mbere ya niĩ ndingĩandĩka kĩrĩa ndĩraria gĩkĩrĩ ngoro nĩkĩ ndĩrabatara kwandĩka. Bwana atukuzwe. What am I saying? Kiurageria kwandĩka ũkĩgeragia gũthondekerera nĩkĩ ũrathondekerera? Githĩ tikumaanisha gĩtirĩ ngoro-inĩ. Kenye ambacho ni cha ukweli si kinatoka kwa moyo. Hebu uliza rafiki yako, kitu cha ukweli hakuna photocopying. Hakuna editing. Zinaitwa editing. Hakuna kitu inaitwa ukiona una edit. Siku hizi hata tukifanya CV za watu, nilienda kuambia mtu mwingine anitengenezee CV, akaedit kwa AI. Sasa CV yangu ni edited. Na ikiwa edited, mimi nikienda kufanya presentation na venye imeandikwa, they will see two different kinds of people. Kwa sababu venye wameandika na kugemereria haria, ule athondekaga ng'ombe na naona ni muthondeki wa ng'ombe. Yule hiyo ginaona bishop githondeka ng'ombe. Dunie nyandikirwo ule athondekete experience ya guthondeka ng'ombe. No ng'ombe ndacithondekaga tene. Tha ici kiria ndina experience nakio ni kuhunjiria andu muno na kumenderia dawa kiu no ngwire. Bwana atukuzwe. Lazima tuchukuliane katika hali ya upendo wa wapendwa kama tunataka mwili wa Kristo usimame. One of the areas ambayo inafanya kanisa la Bwana liwe na stagnation ni katika area ya upendo. Si ya kwamba watu wa dunia hawataki Yesu, lakini wanaona upande wa kanisa hakuna upendo, huko nje at least wanajaribu. Si ya kwamba wako na 100%, but they are trying very much. But in the church kila milango inafungwa. Yani watu ni kutafutana. Mtu hata akiwa analala akifikiria mambo ya kanisa ni kutafuta bishop. Pahali atapata makosa. Ni kutafuta nani kanisani ako na makosa ili nifanye branding. You can imagine hata watu wakati wanaongea mambo ya kanisa huko nje, wanaongea mambo ya kanisa evil of their brothers, evil of their sisters. Hallelujah. Verse 3 na ndio nilikuwa nataka kwanza kushughulikia hapo kwa sababu hiyo nyingine ni foundation. Nilikuwa already nimewapea. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kujitahidi, kwanza hiyo ndio nataka sana. Kujitahidi
kuhifadhi umoja. Kujitahidi ni kusema kujitolea. You are trying. Si ya kwamba unaweza, lakini unajitolea against all odds. Hata kama haiwezekani, lakini ninajitolea kufanya vizuri. Bwana atukuzwe. In fact, ukiangalia watu kanisani mara nyingi huwa hawajitahidi kuachilia umoja. Niko tugeragia muno iti kuria twandikitwo tondu he mushara urekata mushara na niunegenaga warega kurihu, lakini kanisa mtu mwingine anaangalia anasema ya kwamba tera shirika moke guku ni bishop guteithika kugodethi ya kwira andu na kuria kanitha ya Grace ti njega ni yakoma. Anabomoa, anafikiria kanisa ni ya bishop. Sasa anabomoa kwa nani? Na niliwaambia ukibomoa kwa Mungu, naye Mungu ajitahidi kubomoa. Kila mtu ajitahidi upande wake. Nani ataenda hasara? Ukibomoa kwa Mungu kiti moja, Mungu anabomoa. By the way, Ngai agioka ifuti kwa nyua agere mata. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Mungu ana deal na generation ngapi? Ukisikia Mungu amekuja kuleta laana kwenu, haleti laana ya 1 year. Laana ikiingia, that's why you must be very careful. Uangalie Mungu anapokuja anakuja kufanya nini? Kuleta baraka kwenu. Because akileta baraka ni generations to generation. Kwanza inasema 1000 generations. Lakini wakati ataleta laana itakoka generation ngapi? Generation ile ni kusema 400 years. Kwa hiyo Ngai yake ukakurema kwanyu au we murata wako ndoka kurema gwaku, ego kurimira miaka magana. Hebu uliza rafiki yako umeshika Kenya nimesema hapo. Hii mambo mengine inahitaji revelation. Mungu akupea ufunuo. Mungu wakati amekupea kama rafiki, aseme nimekupea zawadi. Zawadi yenye amekupea ni ya thousands and thousands of generations. Lakini kiboko akitaka kuleta, hatakai kukupiga sana. Mungu generation, Mungu hatakai kukupiga sana. Ndio generation, Mungu hatakai kukupiga sana. Anakupigaga miaka 400. Karaja. Si sana. Miaka gapi? Jokera hauniga munyite. Mungu hapigagi watu sana, anapigaga watu miaka magana mana ugakoroko. Sasa lazima ujitahidi kufanya nini? Kuleta umoja wa roho. Kila pahali unafanyia kazi, jitahidi at least kuleta amani. Jitahidi kuleta amani na umoja in the community, in the church. Tukikupea docket, wacha fujo. Please try. Kama utashindwa na hiyo docket, wachana nayo. Bwana asifiwe. Ukiona utakuja kuleta fujo kwa madhabahu kama haya, wachana na hii kazi. Hii kazi itakuletea fujo. Hii kazi itakuletea generational curses. Bwana atukuzwe. It is very important. Kama unaona utakuwa hapa ukue kikwazo, ndio kana mundu no hata kugirireria rwe kuria rurenda guthi. Uthi urugame uguge utiguthi. Nani ataenda hasara? Na Mungu hata achilia wewe peke yako. Ataachilia wewe na Akani wa Karemi. Ni mumui Akani, mzee alikuwa anaitwa Akani wa Karemi. Unajua Joshua ametangaza akasema ya kwamba kama venye Mungu amesema, tukiingia Jericho kusiwe na mtu ambaye atachukua chochote huko. Hata kama ni dhahabu, hata kama ni nini, msichukue. Na kama dhahabu zitapatikana ni za hekalu ya nani? Ya Mungu. Akani nake na mathina make ndungimenya, na ni mutongoria munene wa borithi, munene wa jeshi. Wakati aliingia huko akakuta kabuti mzuri, akachukua akaficha. Kwani kabuti ingemsaidia na nini? Alafu akachukua nini nyingine? Dhahabu akaficha. You know, it costed Akan na familia yao, maisha yao yote kukufa. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati Joshua walipiga Jericho na wakaiangamiza, sasa ikajulikana ya kwamba Jericho ilikuwa kubwa kuliko Ai. Kulikuwa na kataifa kanaitwa Ai.
Sasa Joshua akasema ya kwamba kama tumenyamazisha Jericho, Ai is a very small town, hii tutatuma wanajeshi wachache tu. Wakatwangwa, Israeli wakapigwa viboko kwa sababu ya mtu mmoja. Jericho, mtu mmoja anaitwa Akan alifanya Israeli wapigwe, wauliwe, wafukuzwe. Mpaka Joshua akashinda amepiga magoti kutoka asubuhi mpaka jioni, akauliza Mungu, kwa nini? Kwa nini? Na unajua you have promised us you are going to fight for us. From morning mpaka jioni Mungu anaulizwa swali na Joshua, naye Mungu akasema, amongst you kuna mtu ambaye ni troublemaker, katikati yenu kuna mtu anasumbua. Nani? Wakapiga kura, ikajulikana ni Akan. Akan akaambiwa, Akan na familia yake yote wakuje mbele ya town wagongwe mawe. Walipigwa mawe na Israeli wakauliwa. Kigoti giekerirwo no. Hallelujah. Dhahabu iria ndaga ciathire nao. Njĩra ũcio ũngĩ nĩ wega kũhũthĩra meciria wega. Nĩ wega kũhũthĩra meciria. We mĩaka ĩrĩa Ngai agũkũiga gũkũ thĩ ĩno, ona no korwo nĩ igana rĩmwe, tondũ Ngai no mwega no akũige. Lakini baada yako, baada ya 100 kuna generation ambayo itakaa zaidi ya miaka yako. Hiyo generation ina depend na venye una behave. Generation yako, watoto wako venye wataishi ina depend na venye baba na mama waliishi. Kama baba alikaa vibaya na kuharibu mambo ya Mungu, basi watoto watakaa katika maisha maovu. Until one of them realizes something is wrong, aende mbele za Mungu atubu. You can imagine kufanyisha watoto kazi kubwa ya kwenda kuuliza Mungu nini litendeka. What happened? Kuna wazazi walikaa kanisani magituika andũ a gũcambanagia kanitha-inĩ, Ngai akĩrakara nĩo. Rĩu Ngai ndatindanagerera nao. Etereire manjie gũpanĩcwo. Na Ngai no akũhe mĩaka 50 o gĩcambanagia. Cambia no thũkie wĩra wa Ngai tu. Mĩaka 50 Ngai atekwaria nawe, kageria gũtũma nginya nabii, agatũma agũrũki nginya makwarage agũrũki. Tondũ ũregire kũigua nginya andũ a kanitha, nĩ ũregire kũigua mũtungatĩri, atũmanage na kuu. Sasa baada ya 50 years Mungu anaanzisha na watoto. Kwanza Biblia inasema vizuri sana, sometimes Mungu atakutembelea ukiwa na miaka 70, ukiwa mzee, wakati hauna msaada wa mtu. Ndio niguo aja ya gũgũpunish. Nĩ mũndũ wa mũcene na miaka 80 ndakoragwo na mũcene mũingĩ. Ndio ũcio nĩ mũndũ wa mũcene 80 gũtikoragwo ndeto nyingĩ. Bwana Kenyaji ndenda warĩrie mũndũ kana hakinya mũcene nĩho thĩna ũkagĩra. Kaithuothe tũkĩrĩa mũcene. Hebu uliza rafiki yako, uliza rafiki yako, umeshika hiyo? At the age of 80 karaja mũcene nĩ mũthiru. Na hau ndirauma, njĩra ũcio ũngĩ, na hau bishop ndirauma. At the age of 80 ndeto nĩ ciĩkĩte atĩa? Nĩ thiru iria ũngĩra andũ, tondũ na no ngora kiuma compound-inĩ ndeto cia kwĩra na ciiha. Mwathani agocwo. Sasa Mungu anakukuta pale kwa sababu ulikataa kujitahidi kuleta amani, naye Mungu anaanza kuconfuse familia yako. Mpaka watu wenye ulikuwa unajaribu kuleta pamoja kwako, ukaona mwana wako athiri ũguo na ndacokaga atũraga Mombasa. Kuna mzazi mmoja alikuwa anasema ati mwana wake maikarĩte nake thibitarĩ makiria ma mĩeri 6. Sasa kijana yake amepotelea Mombasa. From the age of 20 up to the age of 50. Ndoe mujinoko. Mwanake nari okuo kiete heko ndo athiete. Mukijua namba yake ya hii simu anabadilisha tena. Ati hataki watu wa nyumbani wajue namba ya simu. Kwa sababu already ni kama ni wenu, ni si kama ni wenu. Kwa sababu kuna something that is happening in the spiritual realm. What you plant, my brother, my sister, lazima utavuna. Ndio utavuna ulichopanda. Na unajua saa hii ni kupanda tunapanda. Mimi huwa ninajitahidi most of the times. Hata tukienda katika mikutano ya wachungaji, mimi najitahidi sana to bring the unity of the body of Christ. Mimi sitakai kujua wewe ni nani. Bora unaitanishwa na jina la nani? La Mungu. Sitaki kujua ulifanyaga nini, hata kama ulikuwa mwizi wa buduki na ukaokoka sasa wewe ni wa Bwana. Hiyo story nyingine wachana nayo.
Sasa wewe ni wa nani? Wewe ni wa Mungu. Sasa tunafanya kazi ya Mungu pamoja. Bwana atukuzwe. Hata ukikuja uniambie mimi ndi mchawi na nimegonga watu wengi, nimeua watu wengi na nimeokoka, sitaki kujua uligaka wangapi. Kenye ninajua ni ya kwamba uliacha. Hallelujah. 1 Corinthians 5:17 nasema whoever is in Christ Jesus is a new creature. The old is gone. Tazama mpya, mambo mapya ndio yamekuja. Sasa ni kujitahidi kuangalia tutafanya kazi ya Mungu kwa njia gani. Angalia ufalme wa Mungu unahitaji wafanyikazi. Nani atakuwa mfanyikazi? Nasema Mungu, mimi niko, nitume. How will I do it? Naomba Mungu anisaidie, nipe wafanyikazi wa kufanya hii kazi. Bwana atukuzwe. Lakini kuna wengine wakikuja wakikuta watu united, they break, they destroy that fellowship. Lakini nimewaambia shida yao si hiyo, ni kufungua mlango. Shetani anafanya nini? Shetani anawatumia. For the sake of the unity of Christ, jitahidi, jerirojo gejitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Katika kifungo cha amani. Peace. Ndio jerirojo katika kifungo cha amani. Bwana asifiwe. Niige twika kanitha wa mwathani ni ukogwa ona kabago wako kwage maendeleo mushi. Ndugamie wira wa Ngai. That is what I'm born for. Bwana atukuzwe. Sai ukiwa billionaire utajitahidi, benefit na nini ukiruhusi wa life? Billionaire ambaye amekufa. Si Proverbs inasema afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Sasa wewe ni billionaire alafu umekufa. Na wenye hawana kitu bado wako uhai. This is what we call for. Basically kenye unatafuta hapa si mali, ni kutafuta uhai. Na uhai hauko katika vitu, uhai uko katika maisha yako. Hallelujah. And after this life there is another life ambayo tutaishi, ambayo inaitwa eternal life. Huko hakutakuwa na manyumba ya ghorofa. Ama spirits wanakaa kwa nyumba za ghorofa. We shall be like angels. Angel akitaka kutembea hapa anakujaga na gari na Prado. Ebuli za rafiki, malaika wakitembea hapa wanatembea na magari. Wanakaa kwa nyumba ya ghorofa. State house. State house, nani atazuilia malaika kuingia huko? State house, malaika akitaka kuingia na kuchomoka anaingia, akitoka anakuta Mary, malaika Gabriel akiwa kwa nyumba ndani imefungwa, anaingia. Good morning Mary. Wewe unaweza kubali mtu wa kuongelesha na huku amefungwa mlango? Amani iwe nawe Mary, nimetumwa hapa nikulete habari njema. Umependeka mbele za nani? Huyo dada alijitahidi kukaa katika amani. Biblia inasema ya kwamba alikuwa mcha Mungu wakiwa na Yusufu. Mpaka biguni inakaa chini, ina debate, inasema kama Mungu atateremuka chini, mwenye tutatumia ni huyu dada, kwa sababu moyo wake ni msafi, physically ni msafi, hajajichanganya na uovu. Sexually she is not a sinner. Bwana atukuzwe. Sasa kuna wengine ambao wanataka Mungu nitumie lakini wamejichanganya. Gaida ikaraga nyumba etuleto githito nyumuinaga. Etuleto neke. Ndwira ni mwene ndwe. Ni nyoka. Tuthondekaga ndwira nigetha andu matigetikire. Unajua nyoka? Sai nyoka ikichomoka hapa, si mnajua venye kutafanyika. Na iko hapa. Waje kuigwa ginya mundu ethutha no bua rauga. Na nyoka ye na guku mbere. Tugutiri mundu wenda hakuhi nyoka hareri. Lakini kwetu Subukia nyoka zilikuwa nyingi. Sijui kama zilishaga. Lakini tukiwa tumelala tu naona kanyoka kwa dirisha tu. Meinua tu kichwa. Ni kama kukusalimia. Watu wengine hata Subukia ukisikiliza stories zao anakuambia nililala nikasikia hiyo pilo iko na joto. Alikuwa amelalia nyoka. Amekelea tu kichwa hivi. Ni nyoka ako hapa. Alafu sijui nyoka nini nafikiria, sijui kama ni kushiba imeshiba wakati huu. Alafu anasikia tu
na magacoka magakoma kuo andu ake na ngovu mwathani agoco no mukome ku ringi guku ndi ndona nyoka tige mwe tu ndonete na tikuona wakati wa 2007 mnakumbuka vijana walianza kukutana mikutano na tukasema tuteremke pale chini kuongea kamuraru ni mwe muraru kanyoka ka green kau nagatiro magamundu kanyamu ona kangikuru magatire issue nayo haina sumu na watu wanataka kwenda Rift Valley vita kamuraru tu ikachomoka tu sijui from nowhere jaba sirathi Rift Valley kurua jaba imwe ciari na kuria outreach irorete na kuria ni ona ndarigago kai gukiru watu ambao wanajipaka kwenda kanyoka kaigano bana asifiwe. Jitahidi wapendwa, kama tunataka kazi ya Mungu iendelee lazima kila mtu ajitolee ili yako. Ambia rafiki yako jitolee kwa ili yako. Verse 4 inasema mwili moja, there is one body. Hata wale ambao wanahubiri katika dini hizo zingine mwili ni mmoja. Hatuwezi sema ati kwa sababu hii kanisa si PCA na Full Gospel na Catholic ati hii iko na kitu kingine inahubiri. It is the same body. Kwa sababu kuna mkono, kuna macho, kuna miguu. Kwa hivyo hawa wa Grace Foundation ni akina nani? Grace Founders ni macho, ni masikio, ni mawazo, ni miguu ama ni nini? Hallelujah. Imani moja, one faith, na ubatizo mmoja. So hakuna mtu ambaye anafaa kusema kitu kingine ijapokuwa ni kusema mambo ya Yesu Kristo. When we are preaching, we don't preach the foundation ambayo tunaongea Grace Founders. Hata tukienda, sinawaambia hata tukienda openea wacha kutangaza. Nilikuwa na shida wakati nilikuwa naambia vijana wengine wakati tulikuwa tunahubiri huko nje, nawaambia msiseme hii kanisa ni gani. Lakini lazima watamalize na kusema na mumenye ale mekuruga meta mwathani agocwo to marona bishop wahetetie muno. Bishop wahetetie muno ni kwaga ko market grace. Bwana atukuzwe. Lakini lazima ujue kwamba tukienda kuhubiria watu hatuwahubiri dini. Bwana atukuzwe. Hatuwahubiri hii, we are not marketing. Hatukwenda ku market grace. Tulienda ku market Yesu. Na kwa hivyo tutaanza na Yesu na tutamalizia na nani? Wacha watu waulize na andu aria mahali matina kweta kuria maumite nia eke matume thutha makiuragia no tiga kwenda guthi kwi market nako. You know, I'm a mighty man of God, wapendwa. Mimi kuna siku nilienda DRC Congo and I prayed for a deaf person. Hallelujah. And the deaf received a miracle. Can somebody say amen? Sasa nani aliponya watu? Kwani DRC ndio kuna kuwaga na watu ambao hawasikiagi peke yao? Si hata hapa Ijinia kuna kuwaga. Venye Mungu aliponya huko si anaweza ponya hapa. So we are not supposed to testify about yourself. Unajua tiganenie joe kuujia wega gutigiria ndo hono kuguku. Hallelujah. Gaki huruka muthenya omwe guku niko gatiga kuhujwa to ndahuruka kana aria maana hujia matiri mahuruka. Si hata Yesu mwenyewe alikujaga hapa duniani na kaiacha akachia watu wengine. Bwana atukuzwe. So ni kumaanisha ya kwamba kuna kazi ambayo Mungu anataka kufanya lakini anatumia watu. Jirosho sisi ndiye tunatumiwa. So tujitahidi wapendwa, tutumike ili kazi ya Mungu ikue rahisi kuifanya. Hallelujah. Ni ombi langu wapendwa, kazi ya Mungu iwe na speed as it is required in heaven. God is waiting for us. Mungu anatugojea tufanye kazi ambayo tutalipiwa. Unajua Mungu anauliza nitawalipa nini? Nawe kagwe moka ale hoki. Utalipwa nini? Ni kazi gani utalipwa? Alafu unasikia watu wengine wanasema unajua kusifu Mungu ni wakati unaimba wimbo. Hapana. Jerojo kikugoja mwathani ti rwimbo ruru. Rwimbo ruru no part ya kugoca Ngai. It is one part of worshiping God.
Worshiping God iko na a lot of dimensions. Hata venye unaongea, hata venye unakaa, hata venye unalala, hata venye unapikia watu chakula huko nyumbani, hata venye unavyo tengeneza mtoto waende kanisa. Ta imagine utigire wako mwana na mwoka kanitha. Jehererio limu ni mwana ukumire ugu wera mwana jehererio limu wacoka wamwira tuthi kwa Ngai mwathani agoco ni mwana ucio egwitikira wikara nawe nginya hindi ria akahota gwitwara muthenya uria akahota gwitwara ukageria kuhura tuthimu tuu ndugatuonaga tondu huyo mtoto atakuwa anasema mama alinikemeaga sana, si kama mimi ni mtoto wake. Unajua kuna watu wanakemeaga watoto wao mpaka unazidwa kama huyu ni yeye amezaa. Tusimame kwa miguu. Kwani nimeguza hapo moyo? Wewe unakemea ndugu yako, alafu unasema haleluya, hale. Utigire waruma mundu coke wewe moko iguru. Nataka tukuje hapa mbele tufanye maombezi. Leo nimewaambia ni siku ya maombezi. Kwa hivyo tutafanya maombezi ya 10 at least 5 to 10 minutes. Alafu